Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili na kuomba uweze kuungana nami mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Safari Almas na sema karibu. Tuanzie na huko Bukavu ambako hali ya usalama ikuwa sawa tangu asubuhi ya Jumatano ya tarehe 18 Juni 2025 katika manispa ya Bagira mjini Bukavu jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo amehakikisha yo coordinator wa shirika la raia MESCO jimbo la Kivu Kusini. Bwana Baraka Musombwa ambaye ni coordinator wa shirika hilo la raia amesema kuwa mapigano yalishuhudiwa kati ya wazalendo na M23 katika eneo hilo na kupelekea raia wengi kubaki na wasiwasi mkubwa wakibaki majumbani mwao kama alivyoeleza. Na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tumeona kwamba situation, yani hali ya Bukavu imekuwa kabisa ya hatari, na kwa hivyo tunaomba viongozi wote wahusike na amani ya raia, na hao ambao wamekuwa wakileta hiyo kabisa katika huyo kata ya huko Bagira. Habari zetu na duru zetu zinatuambia kwamba imekuwa ni haya mabishano entre wanajeshi wa wazalendo pamoja na wa M23, na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tunaomba upande wote kupata kulinda raia pamoja na mali yao. Huko Baraka ni kwamba uongozi wa baraza la vijana mjini Baraka umewataka vijana na mabinti kujishughulisha na kazi ndogo ndogo katika kipindi cha likizo ili kusaidia wazazi wao wakati wa kurudi mashuleni. Akizungumza nasi kiongozi wa muundo huu De Gaulle Malembe Wekubo amesema ni vema vijana na mabinti kujishughulisha na kazi mbalimbali zitakazowapa kipato cha kila siku ambacho kitawasaidia kuweza kununua vifaa vya shuleni na kusaidia baadhi ya wazazi wao kama alivyoeleza. Pato msikilize. Ya kwanza, ndugu mtangazaji, tuna souhaiter vacances sote likizo nzuri kwa wanafunzi wote, na tambulio ya kwamba wanafunzi ni kitengo cha vijana, kwani tuko na intérêt yote ile ya kupatia bajene mo fulani ya kuanza debia ma vacances. En fait, ni wakati ya vacances ni kusema ni mapumziko, na hiyo mapumziko tungiliwaomba waangalie gisi wajilanse mu ma entrepreneuria, makazi ndogo ndogo zitaweza wasaidia kesho mu rentrée scolaire, wapate ile kidogo ya kusaidia wazazi, parce que avec yale yenye tuko mwayo hakuna makazi, wazazi wenyewe wanahangaika hivyo. Nafikiri ya kwamba hii vacances ingilikuwa wakati ya vijana wanafunzi kuzurura ovyo, ingilikuwa wakati ya wajishughulishe na biashara ndogo ndogo, wazazi waangalie kuwapatia hata mitaji ya kidogo kidogo, hata 10,000, 12,000, wanaenda Makatanga wapi wanaleta ya kuleta Makafulo, Simbi, Mkera, Fizi, Kalongwe, tuko na Sebele, tuko na village za mingi sana zeziko aux alentours ya vile tu ya Baraka, na itaweza permettre ku préparer vacances mzuri, na après ma vacances wanakuwa na kila mwanafunzi ile nusu atamsaidia kuuza makae, uniform, nitaweza kwa soulagement kwa wazazi. Na huko Masisi ni kwamba watoto zaidi ya 1,000 wamepata chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua katika mtaa wa afya wa Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, kampeni ambayo inalenga watoto wa kuanzia miezi 6 hadi 59 na inayotekelezwa na waganga wasiokuwa na mipaka MSF. Kulingana na Helene Kardalash ambaye ni coordinator wa MSF katika eneo la Masisi, amesema kuwa magonjwa hayo yana madhara mengi kwa watoto. Ni vyema wazazi kupeleka watoto wao ili wapate chanjo itakayowasaidia na uweze kuwa katika hali nzuri kama alivyoeleza. Tuliweza kwa pamoja kuwapatia ndui zaidi ya watoto 1,100 katika mazingira ambayo ni tatanishi. Ni tangu mwanzo wa mwaka huu ndipo mtaa wa afya wa Masisi uliorozesha zaidi ya kesi 1,100 mkiwemo vifo 4, ila tunazani kuwa idadi hii bado haijaenea. Ndiyo maana nasema kuwa ni kampeni ambayo haikuweza kuwa rahisi,
Nilisema kwanza kulikuwa shida mbalimbali, shida zinazotokana hasa na hali ya usalama. Nilisema wakati M23 ilikamata Goma, uwanja wa ndege wa Goma uliweza kufungwa, na hii ikaweza kuzuia kufikisha ndui. Kunakuwa shida pia za ngambo ya usalama, kunakuwa vijiji ambapo tulienda tukakutana hakuna watu, kunakuwa nafasi zingine ambapo tulienda tukakutana watu ni wengi kutokana na wale waliokimbia na kujaa vijiji. Mapigano yaliweza pia kuzuia kufika mahali pamoja, na sisi tunaalika vikundi vyote vinavyohusika katika mapigano haya kuruhusu wafanyakazi wetu kupita. Matériel essentiel pour la population. Na tumalizie na habari za kiraifa ambako waziri wa sheria nchini DRC Constant Mutamba amejiuzulu katika wadhifa wake. Hivyo ni kutokana na kesi na mkabili ya ubadilifu wa dola milioni 19 zilizotengwa kwa ajili ya mradi wa kujenga gereza. Magazeti mbalimbali nchini yamechapisha habari kuhusu kujiuzulu kwa waziri wa sheria nchini DRC. Waziri wa nchi, waziri wa sheria na mlinda mihuri Constant Mutamba alitangaza Jumanne hii 17 kujiuzulu kwake mbele ya rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi baada ya mahojiano ambayo yalidumu karibu saa moja, kulingana na vyanzo karibu na ikulu, limesemayo gazeti la Le Potentiel. Uamuzi huu unaonyesha mabadiliko makubwa katika mzozo wa mahakama ya kisiasa ambayo imekuwa ikitikisa serikali kwa wiki kadhaa, linabainiayo gazeti hili. Kulingana na vyanzo karibu na faili hizo, gazeti la lemediacongo.net linafahamisha kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikubali kujiuzulu kwa yule ambaye alikuwa chanzo cha mashtaka ya mkaguzi mkuu wa vikosi vya jeshi la Jamhuri na ambaye alipelekea kuondolewa kwa kinga za rais wa zamani wa Jamhuri Joseph Kabila. Akifunguliwa kesi na mwanasheria mkuu wa serikali Firmin Mvonde na kuachwa njia panda na washirika wake wa kisiasa, waziri wa sheria Constant Mutamba anaona hatima yake imefika mwisho, limechambua gazeti la Econews. Anafunguliwa mashtaka kwa madai ya ubadilifu wa fedha za umma. Mgombea huyo wa zamani wa urais wa mwaka 2023 anatoka katika wadhifa wa waziri kupitia mlango mdogo katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa na kisheria, lilikomenti ayo gazeti la La Prosperite. Hakiwa sura ya vijana wa kisiasa wa Kongo, Mutamba mara kwa mara alikuwa amejionyesha na kupambana na ufisadi. Wakati alipochukua wadhifa kwenye ngazi ya waziri, alipongezwa na wengi kama ishara ya generation mpya, lakini haraka sana alama za mpasuko zilionekana, limekumbusha Le Quotidien. Kielelezo cha mageuzi ya haki na fundi wa sheria Kazaku, limeandika gazeti la Info.27. Waziri huyo wa zamani anaacha kazi zake baada ya muda mfupi, huku wakili Jean-Marie Kabengela anadai kesi ya zarani na ya wazi ifanyike zidi yake, limeongeza gazeti la Tabloid. Faili ya kesi yake inapaswa kutumwa ili kurekebishwa mbele ya korti ya utenguzi, imesema Congo Nouveau. Kwa upande wa gazeti la Forum des As, limeandika kuwa anguko la Mutamba lilikuwa lisiloweza kuepukika. Kutoka kwa waziri na kufuatwa kisheria, hali hii inaleta uoga na kutoa imani na idara za kiserikali za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, limeandika gazeti la Le Quotidien. Waziri wa sheria aliyeteuliwa nchini DRC mnamo 2024, vinakumbusha vyombo vya habari, Mutamba aliteuliwa kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kisheria wa Kongo, mradi ambao kumaliza. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Safari Almas, bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.